kila mwezi iwapo bunge litapitisha mapendekezo muhimu ya ushuru wa mapato yaliyomo katika mswada wa fedha wa mwaka 2026. Mswada huo ambao umewasilishwa rasmi katika bunge la kitaifa unapendekeza marekebisho makubwa ya sheria ya ushuru wa mapato, huku mishahara ya wafanyakazi ikiwa kwenye mjadala huo. Faith Wangare ana taarifa hii kwa ukamilifu. Mswada wa mwaka 2026 ni miongoni mwa nyaraka pana zaidi ya mageuzi ya ushuru uliowasilishwa bungeni tarehe 5 mwezi huu wa Mei mwaka 2026. Unaangazia mengi, kuanzia jinsi kampuni za kimataifa zitakavyotozwa ushuru hadi namna wafanyabiashara wa vyama kuu, wabunifu wa kidijitali na hata washindi na mashindano watakavyowajibika kwa mamlaka ya mapato Kenya, yani KRA. It looks a very ambitious plan or budget that will ensure that Kenyans or the Kenyan taxpayers have to work hard an extra mile to ensure that this revenue is corrected through KRA. Mswada huu na mapendekezo yatakayogusa maisha ya kila siku ya kifedha ya mamilioni ya Wakenya, hasa wale walioajiriwa. Kwa mamilioni ya Wakenya wanaotegemea biashara za nguo za mitumba, mswada unapendekeza ushuru wa 5% wa dhamana ya forodha ya bidhaa hizo. Ushuru huo utalipwa mapema bila kujali iwapo mfanyabiashara atapata faida au hasara. Wamiliki wa nyumba za kupangisha nao wamejumuishwa katika mapendekezo hayo. Ushuru wa mapato ya nyumba unapendekezwa kupanda kutoka 7.5% hadi 10%, hatua ambayo serikali inasema italeta uwajibikaji mkubwa zaidi katika sekta hiyo. Katika hatua inayoweza kuathiri Wakenya wengi wanaotumia fedha kupitia simu, mswada unapendekeza kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la dhamana kwenye huduma za kutuma fedha na taratibu za malipo. Mswada huu pia unapendekeza ada za miamala ya benki na ada za huduma za wafanyabiashara zitambuliwe kama ada za kitaalam. Hata hiyo itaongeza masharti ya uzingatiaji kwa benki na kampuni za huduma za malipo. Kwa upande wa kampuni, KRA itapewa mamlaka ya kutambua 60% ya faida ambazo hazijasambazwa kama gawio, hatua ambayo inaweza kuzifanya kampuni kulipa ushuru kwa fedha ambazo bado hazijagawiwa kwa wanahisa. We expect as a government to generate the internal revenue of around 3.6 trillion, and then the difference or the deficit has to be financed through either internal borrowing or external borrowing. Miongoni mwa mapendekezo yanayotarajiwa kugusa wananchi wengi zaidi ni ushuru wa bidhaa za 25% kwa simu za rununu uliobainishwa katika ratiba ya kwanza ya sheria ya ushuru wa bidhaa. Hata hivyo, mswada huo kwa sasa haujaweka wazi vipango vipya vya PE, viwango vipya vya mapato yasiyotozwa ushuru, wala mfumo mpya wa ushuru kwa walipa kodi binafsi. Pendekezo lililokuwa likijadiliwa la kufanywa mapato ya chini ya shilingi 30,000 kutozwa ushuru au kupunguzwa mzigo kwa kazi wa kipato cha chini halijaonekana wazi katika mswada huo. Kilicho wazi ni kwamba mfumo wa kufanya marekebisho hayo bado upo, jambo linalomaanisha kwamba bunge lina nafasi kupitia ushirikishwaji wa umma na marekebisho ya kamati kuingiza mabadiliko muhimu ya PAYE kabla ya mswada huo kupitishwa kuwa sheria. The minimum taxable amount is going to be increased from 25,000 to 30,000, which apparently anybody earning, let's say for example 50,000, currently would be paying around 5,800. That's pay as you earn. If that goes through, it means that probably would be a half of what we could pay, around 2,500 somewhere there. Hata hivyo, mswada huo pia una baadhi ya mapendekezo yenye manufaa. Kampuni zisizo za wenyeji zitapunguziwa ushuru kutoka 37.5% hadi 30%, hatua inayolenga kuifanya Kenya kushindana vyema zaidi kiuchumi katika ukanda huo. Aidha, msamaha wa ushuru umeongezwa hadi tarehe 31 mwezi Disemba mwaka 2025 ili kutoa nafasi kwa wafanya biashara kusafisha madeni yao ya ushuru. Kwa upande wa unafuu, msamaha wa VAT unapendekezwa kwa mabasi ya umeme, baiskeli ya umeme, vifaa vya dialysis, bidhaa za chakula cha mifugo pamoja na miradi ya miundombinu itakayotekeleza kupitia ushirikiano kati ya sekta ya umma na ya kibinafsi. Mswada huo pia unaweka mwongozo wazi kuhusu ushuru wa malimbikizi ya wafanyikazi na kutambua rasmi michango ya gratuity inayotolewa na waajiri kwa mapato yasiyotozwa ushuru kwa wafanyikazi wanaohudumu kwa muda mrefu.
Mswada wa fedha ya mwaka 2026 sasa uko mbele ya bunge, huku shughuli ushirikishwaji wa umma likitarajiwa kuanza tarehe 13 mwezi Mei kwa wafanyikazi, wafanyabiashara, wamiliki wa nyumba na kampuni mbalimbali. Wiki chache zijazo zinaweza kuamua iwapo mswada huu utakuwa afueni au mzigo zaidi kwa wananchi. Faith Wangare, Runinga ya TV 47.